إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Tuzangu katika imani, katika wiki mbili zilizotangulia tulikuwa tunaelezea maudhui alama ya mwisho mzuri. Tukaishia alama ya 8. Leo inshallah tunaingia alama ya 9 na ya 10. At-tasi'atu wal-'ashira. Katika alama ya 9 na alama ya 10, mtu akifariki nayo anahesabika kuwa amekufa kifo kizuri. Al-mautu bil-gharqi wal-hadmi, ni mtu kufa kwa kuzama. Tukafa kwa kuzama au akaangukiwa na jengo, yani kitu kutoka juu, sawa ni nyumba, yuko akaangukiwa kitu ambacho kinatoka juu, akawa ni sababu ya kufariki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ashuhadau 5, mashahidi ni 5. Almat'un, ni yule ambaye mwenye kufa na ugonjwa wa ta'un, ule ugonjwa ambao wenye kuenea. Walmabtun, na yule mwenye kufa na ugonjwa wa tumbo. Walghariqu, hapa ndio mahali shahid, na mwenye kufa kwa kuzama kwa maji. Wasahibul hadmi, na yule ambaye aliangukiwa na jengo. Washahidu fi sabilillah, na yule ambaye aliuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, vita baina Uislamu na makafiri. Hawa ni 5. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ahmad min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hapa tumepata faida kidogo kabla tuendelee mbele. Mwenye kuzama sio ni mtu ambaye kachanganyikiwa na maisha, labda amefutwa kazi, labda mke wake amemwacha, akachanganyikiwa na mambo ya dunia, akaona njia rahisi ya kujiondoa katika dunia ni kujitupa baharini, na yeye hajui kuogelea. Hakusudii huyu, akusudia yule ambaye mwenye kufa kwa kuzama kwa bahati mbaya, labda anajua kuogelea. Toe mfano, labda ni mtu ambaye anafanya kazi ile ya kuogelea, kuokoa watu, akaokoa watu mpaka dakika za mwisho alipomaliza kuokoa, yeye mwenyewe akashindwa na nguvu akafariki.
chini ya maji, au ni mtu labda anasafiri katika safari za kawaida, boti au meli ikapenduka wakafa hawa. Lakini si yule mtu ambaye mwenye kujitupa, huyu ana madhambi, ataadhibiwa siku ya kiyama. Alhaliyata ashara wathaniyata ashara, alama ya 11 na alama ya 12, almautu bilharqi, ni mtu kufa kwa kuchomeka. Ni mtu kufa kwa kuchomeka, sio mwizi akaiba akauawa akachomwa, na hii ni makosa. Hata kama mwizi ameiba tuweze tukamtia adabu, lakini kufikia hadi ya kumchoma mwizi si katika Uislamu wala si katika matendo ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kumwadhibu mtu na moto. Wakati wa Ali radhiallahu anhu walitokea watu ambao ni asli ya Mashia, wakiongozwa na yule bwana Abdullah ibn Saba al-Yahudi ibn Sauda, na huyu ndio asili ya kuleta ushia. Ni huyu bwana aliingia katika utawala wa Uthman zandaka wa nifaqa, kama ameficha Uislamu, ameficha ukafiri, akadhihirisha Uislamu kwa unafiki. Baada ya kuuawa kwa Uthman radhiallahu anhu, akaanza kueneza diayat, propaganda, kuwa arefa kutawala ni Ali, alidhulumiwa. Akaleta mambo mengi, akasema Ali radhiallahu anhu ni katika manzila kama Musa na Yusha bin Nun, kama Allah aliposema katika sura al-Kahfi, qala fatahu atina ghadaana. Fatahu yule kijana alikuwa mtume baada ya Musa, ambaye aitwa Yusha bin Nun. Sasa kukatokea kundi likadai kuwa Ali ni Mungu. Ali radhiallahu anhu alipopata habari zile akawashika na akawachoma. Ibn Abbas radhiallahu anhu yeye alimwambia Amir Mu'minin, fadhali ungetafuta adhabu nyingine, lakini si adhabu hii ya kuwachoma, kwa sababu tumekataza kuadhibu watu na moto. Sasa ni mtu kwa ufupi akafariki kwa kuchomeka, kama tunavyofahamu saizi gesi imeripuka, au labda mtu afanye kampuni ya mafuta ikatokea moto kachomeka. Naam, na akawa ni Muislamu, ni mtu mwema. Wa dhatul jamb, na yule ambaye mwenye kufa katika chini ya ubavu wa mbavu zake akapata uvimbe, yani katika mbavu zake chini yake, ima ni kulia au kushote, akawa labda ana uvimbe, labda tuseme itokea operation ama imetokea nini, pia huyu. Wa fi ahadith ashharuha an Jabir ibn Atiq marfu'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Jabir asema, ashuhadau sab'atun, mashahidi ni 7, siwa alqatl fi sabilillah, achilia mbali yule aliyeuawa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Almat'un shahidun, yule ambaye mwenye kufa na ugonjwa wa ta'un, ule ugonjwa wenye kuenea kama kipindupindu ambao unaingia katika mji na kuangamiza watu wengi. Walghariq shahidun, na mwenye kufa kwa kuzama ni shahidi. Wasahibu dhatil jamb, na yule ambaye mwenye kufa akapata uvimbe katika nini, katika chini ya mbavu zake kulia au ya kushoto, shahidi pia ni shahidi. Walmabtun shahid, na mwenye kufa na ugonjwa wa tumbo ni shahidi. Walharq shahid, na mwenye kufa kwa kuchomeka ni shahidi. Walladhi yamutu tahta alhadmi shahidun, na yule ambaye mwenye kufa chini akaangukiwa na jengo pia huyu ni shahidi. Walmar'atu, na mwanamke, tamutu, yule anayekufa bijum'i shahid, bijum'i shahida, na mwanamke vile vile anayekufa kwa mimba, ikawa ni mimba, kwa mfano mwanamke na mimba ikapelekea akafariki, huyu pia ni shahida. Wallahu musta'an. Alhamdulillah rabbil alamin, الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد.
الثالثة عشر tamalizia na hii ya leo inshallah. Ukijao tutamalizia katika maudhui hii. Mtu wa 13, almautu bidai sul, ni mwenye kufa na ugonjwa wa TB. Na hapa tukizungumza TB, saa nyingine TB iweze kampata mtu si kwa kutumia mambo ya uraibu. Mara wengi sawa wanapata kwa kuvuta mabangi, kwa sigara, wewe umejisababishia mwenyewe, lakini iweze ikaja maradhi kupata. Sasa mtu akafa na ugonjwa wa TB, pia huyu amekufa shahidi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, alqatlu fi sabilillah shahada, yani kuuawa katika njia ya Allah ni shahidi. Mtu amekufa akiwa ni shahidi katika vita baina ya Uislamu na makafiri, mtu akauawa pale katika ule uwanja, huyu ni shahidi. Wanufasa shahada, na mwanamke mwenye kufa hali ya kuzaa, pia huyu, kwa mfano mwanamke akajifungua siku 2-3 akafariki, au pale pale wakati kujifungua mwanamke kafariki, pia huyu itakuwa amepata shahada. Walhariqu shahada, na mwenye kufa kwa kuchomeka ni shahidi. Walghariqu shahada, na mwenye kufa kwa kuzama ni shahidi. Wasul shahada, na hii mwenye kufa na ugonjwa huu wa TB pia itakuwa amekufa shahidi. Walbatnu shahada, na mwenye kufa na ugonjwa wa tumbo, akawa na mshipa katika tumbo, anaendesha sana, ikawa ni sababu ya kuondoka katika duniani kwa maradhi ya tumbo, pia hii itakuwa amekufa shahidi. Ndugu zangu katika imani, sisi tunafahamu kuwa katika mashahidi hawa, mashahidi ni wengi, isipokuwa huyu ambaye aliuawa katika njia ya Allah katika vita baina ya Waislamu na makafiri, huyu ndio haoshwi, la yughassal wala yukaffan wala yusalla alayhi. Mtu vita vile vita vya Badr na vita vya Uhud na vinginevyo, katika vita Waislamu walipopigana, wakipigana pale alafu mtu akauawa pale pale, huyu haoshwi, atakafiniwa na zile nguo zake aliyokufia nazo, wala hata swaliwa. Lakini kwa mfano akapigana vita kisha baadaye akajeruhiwa, hakufa pale, akafa sehemu ya kando, sasa huyu anaoshwa. Hao tuliowataja, mwenye kufa kwa ugonjwa wa tumbo, TB na wengineo, hao wakifa tunawaosha, tunawakafini, tunawaswalia. Kuna tukio lilitokea hapa kwetu kwa wale makhawarij, hadahumullah. Makhawarij wale ambao walikuwa wako katika mji wetu huu wakitusumbua sana, Allah ametukinga na shari zao. Kuna mmoja wao aliuawa, bali wote waliuawa, alhamdulillah. Walipouawa kulitokea vihoja vikubwa sana, hawakuoshwa. Wana tatizo hilo, hawakuoshwa, walizikwa kama vile kuku waliokufa na kideri, wakapelekwa kama makaburi. Hili ni kosa. Kwa sababu nini? Eti wasema hao wamekufa katika njia ya Allah, ni mashahidi. Si kweli, si kweli. Kwa sababu kuuawa kwao walikuwa hawapigani vita, kwa wapigani vita. Na ikiwa kweli mtasema kuwa sisi hawa hatukuwaosha, tutawauliza maswali. Historia ya Kiislamu ipo, haijapotea. Abu Bakr radhiallahu anhu, yeye alifariki na ugonjwa wa kawaida tu, alipata homa, ndio mwisho wake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia malakul maut akachukua roho yake. Sasa Abu Bakr radhiallahu anhu alifariki na ugonjwa, sikuwa na homa, kafariki. Lakini Umar
Uthman na Ali waliuawa. Umar aliuawa na kijana kutoka Urusi, kutoka Persia, huko sehemu za Irani. Kijana yule aliwakamuua Umar radhiallahu anhu, Abu Lulu al-Majusi akamuua Umar radhiallahu anhu kwa kumdunga mara 3. Na ile panga lake lilikuwa liko hivi. Katika ile sinema Ar-Risala ambayo inaonyesha kuhusu historia ya mtume, imeaktiwa na Mashia, kuna panga lile liko hivi. Hata wasema ni panga la Ali radhiallahu anhu, ile ilikuwa ni panga la huyu al-Majusi. Na ile sinema Waislamu hawafai kuiangalia kwa sababu imeaktiwa na Mashia, na Mashia si Waislamu. Hata ile Nabii Allah Yusuf wameakti wao, na ina urongo mwingi. Akamdunga mara 3 Umar radhiallahu anhu, ikawa ndio sababu ya kufa kwake. Lakini Umar alioshwa, akakafiniwa, akaswaliwa. Uthman radhiallahu anhu vile vile aliuawa na wanafiki, wakamuua kifo cha kinyama kabisa, kwa sababu alimzingira takriban siku 40 mpaka dakika za mwisho walipoingia pale wakamvamia. Walipomvamia, mmoja alimdunga Uthmani mikuki 9, mikuki 3 alimdunga kwa ajili kuwa alikuwa na ugomvi na Uthmani, na hii 6 alimdunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia watu walivyokuwa waovu kumuua yani kiumbe aliyekuwa bora baada ya mtume na Abu Bakar na Umar, wakamuua Uthman. Ndio kaona al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kitabu chake Sahih Muslim akaeka katika masala makhawari, akaeka kitabu zaka, kwa sababu ni watu wa dunia. Lakini Uthman alioshwa, akafaniwa, akaswaliwa. Ali radhiallahu anhu vile vile aliuawa wakati wa alfajiri, anakwenda msikitini, akauawa vile vile, lakini alioshwa, akafiniwa na akaswaliwa. Leo makhawariji hawa wapumbavu wakubwa, wajinga, wasioelewa, wao hawakumosha yule mtu wao, na hii ndivyo ilivyo, kwa sababu yule shekhe wao aliishi kijinga na alizikwa kijinga vile vile, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sufahaul ahlam hudathaul asnan, ni wapumbavu, vijichoto vidogo, havina akili. Ndio vile vile watu wakajitokeza wakamzika, wakatokea watu, kuna baadhi ya salafiyin walikuwa wako pale, wakamwambia la, huyu bwana ni lazima aoshwe, la, wewe kafiri, wewe mnafiki. Lao kungekuwa kuna serikali ya Kiislamu na wale wote waliosimamia katika kumzika wangeshtakiwa na kuadhibiwa. Katika serikali ya Kiislamu leo ipo, alafu mtu akazikwa bila kuoshwa, na ikawa si shahidi alipigana katika vita na kauawa, basi anakwenda fukuliwa. Muda wa kuwa ule mwili hujaharibika, anakwenda fukuliwa na kuoshwa na kukafiniwa na kuswaliwa. Sasa ndugu zangu katika imani, tuwazungumza mambo haya, ni lazima Waislamu wasome. Hii kutosoma ndio watu wanaingia mahali pabaya. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna sifatil ula, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.